Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Beatrice Isaya, nasoma form 4 Shekilango. Amen. Namshukuru Mungu kwa mema alionitendea kwenye elimu yangu. Ndio. Mimi hapa form 4 tunakaa kambi. Nikiwa nikikaa kambi, simalizi wiki mbili naumwa, narudishwa nyumbani. Ukienda hospitali unaambiwa mara UTI, typhoid, malaria. Nikasema Mungu, mimi hali siitaki tena. Safi. Nikawa naomba, najifanyia maombi mwenyewe. Nakumbuka hiyo siku niliumwa, nilianza tu kuumwa na kichwa, ilikuwa ni Alhamisi. Nilikuwa tu naumwa na kichwa kiliniuma sana. Nikapewa maji, nikanywa, lakini bado kikawa kinauma. Ndio. Ikafika mida saa 12, nikawa natapika. Nikampigia mama wangu simu, nikamwambia mama, mimi naumwa na kichwa, njoo niombee shule. Akaniambia mimi siwezi kuja kukuombea kwa sababu nimechoka. Ila naja tu kukuchukua nikurudishe nyumbani twende hospitali. Nikamwambia sawa. Akaja akanichukua, naenda hospitali naambiwa sijui malaseli sijui zimelika, sijui nini. Nikasema Mungu, haiwezekani. Nikawa naomba. Kabla sijapelekwa hospitali nilipelekwa kwa mtumishi Jona, nikaombewa. Toka muda ule natoka, maana miguu ilikuwa inaisha nguvu. Toka muda ule natoka pale, nilipata nguvu za ajabu na sielewi zilitokea wapi. Nilikuwa siwezi hata kutembea. Tukufu kwa Bwana aliyetenda. Mungu, mshangilie Bwana Mungu. Lakini namshukuru Mungu, mwezi uliopita na mwezi huu hapa sijaumwa hata na kichwa. Atukuzwe Yesu aliyefanya hayo makubwa. Amen. Kwa majina naitwa Fatuma, lakini jina langu lingine naitwa Happy. Amen. Namshukuru Mungu, nilikuja kushuhudia ujauzito. Weka vizuri hiyo mic yako rafiki yangu. Namshukuru Mungu, nilikuja kushuhudia ujauzito. Sasa hivi nimekuja kushuhudia mtoto. Amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Asante. Nimehangaika sana miaka mingi. Ndio. Kiolewa na achika sizai. Nimekuja hapa. Nimeomba nipate mtoto. Amen. Nashukuru Mungu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kama hauna wivu. Sawa, nimekuona. Katika mimba yangu nimeingia changamoto, niende kupiga picha, nimeambiwa mtoto amekaa vibaya. Ndio. Nikamshirikisha babangu wa kiroho akaniombea. Amen. Nikaenda kwa daktari akaniambia unatakiwa kisu. Siku ya kujifungua ujifungue ambao sio siku yako. Unatakiwa kisu, lakini nikasema hapana. Siwezi kujifungua siku ambao sio yangu. Nikamwomba Mungu, kajifungua siku sio yangu, lakini napitia changamoto nayo. Nikamshirikisha tena babangu wa kiroho akaniombea. Nikaenda hospitali kujifungua. Katika kubushi mtoto akatoka, daktari wakashindwa, wakasema hapana, wewe upewe rufaa. Mtoto hatuwezi kumtoa, mtoto kashatoka. Akasema upate rufaa. Nikamshikia yule mchungaji wangu akapea, lakini namshukuru Mungu kajifungua salama bila kisu. Namshukuru sana Mungu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Wale waliokuwa Alhamisi tulizungumza hili na tulipeana dondoo kuhusiana na huyu dada, yale ambayo Mungu amemfanyia yalikuwa mambo ya ajabu kweli. Nina vidhibitisho vya picha zake. Kuna wakati alileta kadi zake za jinsi ambavyo amepata shida na changamoto kuhusiana na masuala ya uzazi, kwamba kuna wakati alibahatika kupata lakini ujauzito ukatoka, na kadi nyingine hapa niliona inaonesha ya kwamba kuna wakati alijifungua kabisa lakini mtoto naye akafariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tunamshukuru Mungu kwa haya ambayo amemtendea kipindi hiki, ya kwamba alipata na hatimaye amepakata. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi yako. Toka!
toka yale maji yaliyokuzamisha, toka kwa jina la Yesu. Hiyo habari imeisha hapa kwa nguvu za Mungu anayeabudiwa katika madhabahu hii. Ninatangaza ya kwamba habari hizo za mizimu, habari za kiuadui zimeisha hapa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunapangua kila kufuatiliwa. Tunajua ila za shetani jinsi zilivyo. Tunakumbuka kule Misri wakati wana wa Israeli walipotoka salama kwenye mikono ya Farao, wakati wanaelekea Kanaani, katika nchi ya raha, katika nchi ya kustarehe. Biblia inasema ya kwamba Wamisri na Farao walipowakumbuka wana wa Israeli wakasema, tuwafuate, tuwarudishe tena hizo roho zinazotaka kufuata hatua zako za kupakata, hatua za kulea huyo mtoto. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninafutilia mbali kila muua ndoto, kila muua ndoto anayetaka kuua ndoto zako za kupakata. Bora uliota, kuna wakati ukashirikisha ukasema umeota unapakata, na Mungu amethibitisha hiyo ndoto umepakata. Huo ushuhuda hautafutwa kwa damu ya Yesu. Tunakufunika wewe na yule mtoto kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, utukufu ni wa kwako, heshima ni ya kwako. Ni wewe uliyetenda, ni wewe uliyefanya. Wakutukuzwa, wakushukuriwa ni wewe Mfalme, katika jina tukufu la Yesu Kristo na tuseme amen. Amina. Dada yangu, Mungu akubariki, na dada yangu mdogo wa shule, Mungu awabariki wote. Amen. Bwana Yesu atukuzwe.